Maelekezo mafupi ni kwamba kama mnahitaji kupata neno la Mungu, karibu sana. Wahitimu ni jambo lenye kupendeza zaidi. Jamani, mnasemeje kwa hili? Amen. Kwa nipende kusema kitu kimoja kwamba wahitimu wote ambao mko mbele hapa, ongezeni tabasamu. Maana Bwana amefanya jambo hili kwa ajili yenu. Mnasemeje? Amen. Ni siku ya pekee. Tufurahi jamani. Kwa sababu ni nafasi ya pekee ambayo Mungu ameweza kutupatia. Mungu alitupatia kwa muda mrefu na kwa miaka mingi tunayo, ambayo na imani kwamba wengi wetu hapa tunaisoma na inatusaidia katika maisha yetu. Tutakuwa na kipande cha swali kifupi cha mafungu mawili. Kinasema, je, utakapofanikiwa utanikumbuka? Utakapofanikiwa utanikumbuka? Unajua wengi wetu katika maisha yetu tunapopata mafanikio tunamsahau yeye aliyesababisha mafanikio yetu. Tunamsahau Mungu wetu katika mafanikio. Na napoongelea mafanikio ni pamoja na afya ambayo Mungu anatupatia. Toka tulipokuwa tumezaliwa tukakuwa, ajali nyingi zilitusibu katika maisha yetu, katika utoto wetu. Wengine tunaweza kuwa na kumbukumbu hizo, wakati mwingine tutaka tudondoke katika mashimo marefu, lakini Bwana akanyosha mkono wake akatuokoa, tukazidi kuishi, miaka ikazidi kwenda mpaka tumefikia umri huu, mpaka leo tunakuja na wenzetu ambao wanahitimu, lakini Bwana alikuwa pamoja nasi. Lakini haya nayo ni mafanikio. Je, utakapofanikiwa utanikumbuka? Wengi wamesahau kumkumbuka Mungu. Wanapofika katika hatua fulani wanajisahau ya kwamba Mungu ndiye aliyekuwa pamoja nao, na hatimaye sasa wanaanza kujidai na kuwa na kiburi na kujiona kwamba watu ni watu ambao kidogo hali zao. Sasa mimi sinajua tena, kipindi kile kwa sivai suti, sasa hivi kidogo navaa suti safi kwa yule. Yaani inampa kama ile kiburi fulani cha mafanikio. 9 katika Biblia, Kumbukumbu la Torati 4 na fungu lile la 9, kuna maneno pale ameyaongea. Anasema kwamba, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako. Kuna mambo mengi katika maisha yetu tumeona kwa macho yetu, tumeushuhudia mkono wa Mungu ukitenda miujiza katika maisha yetu, ulikuwa pamoja nasi. Anasema kwamba katika macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako, uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako.
maisha yako. Haya yote ambayo umejifunza kwa nafasi moja ama nyingine, ukasikia ujumbe wa Mungu, ukapata mafundisho ya Biblia, na yale yote ambayo umeyaona kwa macho yako ambayo Mungu amekufanyia, ni sehemu ya maisha yako ya kuwasimulia watoto utakaowazaa, wajukuu na wajukuu pia, tuwafundishe mambo yale ambayo Mungu ametutendea katika maisha yetu. Kwa ni zoezi endelevu linaloendelea kwa sisi pamoja na familia zetu na wajukuu panapo uzima. Basi kitabu tena kile cha Torati 8 pale ndipo penye maana zaidi. Kitabu cha Torati, Kumbukumbu la Torati 8 na fungu lile la 12 mpaka 20. Tasoma hapo. Hatimaye tutakaribia na kumaliza na kisa kimoja. Kumbukumbu la Torati 8 na mstari wa 12 naanza kusoma. Anasema kwamba angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, fungu la 13, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho Mungu wako na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Unajua wakati fulani katika maisha yetu tulipitia katika Umisri, maisha ya utumwa yasiyofaa ambayo yapendezi Mungu, lakini tukaamua kupiga hatua mbele ya kuacha ule Umisri wa tabia mbaya zote ambazo ni chafu ambazo hazipendezi Mungu. Mungu alikuwa pamoja nasi kututoa katika mioto hiyo, tusimsahau. Na naendelea kule kusoma na lile fungu la 15, aliyekuongoza katika janga lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani, kwa maana wasiojua baba zako apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Na fungu lile la 17 anasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu. Tusije tukajisahau katika jambo hili, kwamba tutakapokuwa tunaendelea kupata mafanikio, tukaanza kujidai na kusema hapana, ni nguvu zangu. Unajua pale nijitahidi sana, nikafanya hivi, nikafanya hivi, nikokolesha na ile fulani, nikapata mafanikio, hii ni nguvu zangu. Tunasifiana au tunakuwa na rafiki yangu na msimulia, tunacheka, kumbe ni Mungu ndiye aliyetusaidia. Yote hayo ni mafanikio ambayo Mungu anatupatia yeye mwenyewe, na akiamua kuyaondoa anayaondoa kwa haraka na kwa dakika usio zaidi. Unaweza kuporomoka kubaki katika aibu kubwa sana. Fungu la 19, lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Ile ni neno la Mungu, mtaangamia bila shaka. Fungu la 20, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu kumbuka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Bwana mmoja. Nianze hivi. Kuna wazazi ni hapa Mbeya walifanikiwa kupata mtoto wa kiume mmoja, wakamlea katika shida, lima mashamba kwa jasho, ili mtoto angalau asome afike juu. Wakajikusanya, wakajinyima, wakaomba
wakaumia sana wale wazazi kwa ajili ya mtoto wao mpendwa wanaompenda, wakaumia wakajituma kwa namna yote mpaka kufika katika hitimisho na hatimaye akapata kazi, akawa kule katika mji wetu Dar es Salaam, akiwa katika magorofa ya juu, ni kubwa huko, ni manager. Siku moja wazazi wake akawa wamekaa pale nyumbani, akafikiria kwamba sasa huyu mtoto toka anaondoka kwenda kusoma, mbona wewe? Baba akamwambia, wewe mama, wafahamu watoto wa kiume? Kuta pale nje kuna wala lazima uvute wengine pale mlangoni ambao ni wakaribishaji kwa ajili ya kukutana naye. Akasema anamtafuta mtoto wangu ambaye ndio manager wa hiyo ofisi. Wale watu wakamwangalia sura yule mama, kuna kweli kabisa anafanana sana na manager. Sasa inakuwa tukamwambia manager, akapandisha kwa manager, kuna mtu ambaye amefanana naye sana na kutafuta, ni mama mmoja hivi amekuja mchafu amevaa vitenge na nini, amekuja na kutafuta. Akachukulia dirishani kwenye glofa hiyo. Akasema sio ndugu yangu kabisa. Kwanza akataja kabila lingine nje na lile la kabila la yule mama alilolitaja. Akawa amemsahau kabisa, yani akawa amengi kama amfahamu kabisa. Basi mama akahuzunika sana, lakini wale waliokuwa wanamkaribisha pale mlangoni wakamwonea huruma, wakamchukua yule mama akaenda katika nyumba zao wanapokaa, wakamlea, maana walipata uhakika kwamba huyu ni mama yake kabisa, hajakosea. Wakamtunza, wakamnunulia vitenge, wakaendelea kumtunza, kumlea pale kwa muda